Nawaahidi nitakuwa nanyi baada ya kura, kabla ya kura na baada ya kura. Leo nimesimama hapa kwa sababu moja kuu. Ni kwa ajili ya kuamua mustakabali wa nchi yetu na vizazi vyetu vinakuja. Najua mmechoshwa na ahadi nyingi zinazowekwa na viongozi waliopita. Lakini mimi nimesimama hapa kwa lengo la kuwaletea maendeleo kwa jimbo lenu. Choshwa na maneno matupu ambayo mnaahidiwa na viongozi baada ya kuwapa kura zenu. Naitwa Mpajalas Yusuf, nilizaliwa Wawisha, miaka yangu ni 48. Nakaa katika kijiji cha Malofa Chake Chake Pemba. Elimu yangu ni ya form 4. Elimu ya msingi nilipatia katika skuli mbalimbali. Elimu ya secondary nilipatia katika skuli ya na badala yake ya Shamiani. Kumaliza form 4 1900 na form 4 95. Lakini baada ya kuona sikupata cheti kizuri, kwanza nikachukua tena mtihani na kufanya tena mtihani wa form 4 katika mwaka 1997 katika skuli ya Shamiani Secondary School, na kubahatika kupata cheti cha form 4. Sikubahatika kuendelea mbele. Niliingia katika siasa tokea mwaka 92 toka 94, lakini baadaye tena baada ya kutokea sintofahamu hapo mbele tukaingia katika chama cha ACT Wazalendo katika mwaka 2019. Anatokea katika chama cha ACT Wazalendo. Nilikuwa nilifungua kiduka changu kidogo cha ujasiriamali na kufanya biashara ndogo ndogo za mapambo. Katika uongozi nimeingia huko, niko skuli na huko ndio katika harakati za uongozi, kwa sababu nilikuwa naishi naye ilikuwa ni mwanasiasa. Kwa hivyo ilikuwa akitoka na mimi namfuata. Kwa hivyo niko skuli form 4 95 na mimi naingia katika harakati hizi. Na hata pale ambapo mwaka 95 uchaguzi unafanyika, mimi nilikuwa tayari, lakini bado sio mpiga kura, lakini madhila yaliyotufika niliyashuhudia na kuyaona kwa macho yangu. Kwa kweli ni mapenzi tu ya siasa, vile ninavyoona watu wanavyosimama katika majukwaa na kuzungumza, na baadhi ya watu ninavyoona wanavyotetea viongozi. Kuna viongozi wengine wanapotoa ahadi zao vile baadaye vile wakizitekeleza, na mimi karibu hivi usiku na mimi nitakuja kusimama katika jukwaa niseme kama vile, na badala yake ni ahadi niweze kuja kuitekeleza naweza. Kwa hivyo na mimi nataka niingie nijishughulishe katika masuala ya siasa. Uzoefu wangu, kwanza nimeingia katika siasa kama ninavyokuambia skuli ni mwaka 94. Nimeingia katika harakati za siasa na kushika nafasi mbalimbali ya zifa, ikiwemo mwenyekiti, makatibu wa vijana, mpaka nimetoka katika vijana nimekuwa mwenyekiti wa wanawake tokea chama kile kilichokuja kikafanya chama cha kafu. Na badala yake watu waliposhusha tanga na kuingia katika chama hichi cha ACT Wazalendo, nimeshika nafasi mbalimbali. Kwa kweli ni mzoefu. Nimewahi kushika nafasi ya mwenyekiti wa kina mama mkoa wa Kusini Pemba wanawake, na nimeweza kuwaingiza wanawake katika uongozi katika siasa. Niliwashajihisha na kuingiza katika siasa, na kweli tumepata, kwa sababu viongozi wengi wamegombea nafasi hizi, wengine wamebahatika na wengine wamepata katika viti maalum. Kwa mwanzo ilikuwa nagombea nafasi za viti maalum. Chama cha ACT Wazalendo mwanzo ilikuwa ni chama cha kafu, baadaye tumeingia katika chama cha ACT Wazalendo. Niligombea katika nafasi za viti maalum na nilikuwa napata nafasi ya kwanza, lakini ilikuwa bado riski haijakuwa yangu tu. Lakini baadaye mara hii nikasema, baada ya kuletewa haya mafunzo tunayopata kwa kugombea, ni chuki binafsi tu, tunakuwa na chuki. Unajua saa nyingine ukiingia katika siasa, ikiwa wewe umegombea na wenzako, lakini wenzako umewashinda, umekuwa mstari wa mbele, basi wewe utaambiwa hakuna isipokuwa pengine ni mtu fulani huyo, unafahamu au pengine kafanya hivi hivyo. Tuma hizo zinakuwa hazikosi katika siasa. Ikiwa ni ukweli unakuwa huna vya kukifanya, lakini kitu kikiwa ni uongo, wewe nenda na safari zako, tupambana, jua malengo yako uliokwenda yatatuka wenyewe. Nafahamika kama ni kiongozi naishajihisha watu, ni kiongozi mwadilifu, muaminifu na mpenda watu. Na nikikwambia katika chama changu cha ACT Wazalendo ni wanawake wengi waliogombea
mara hii, lakini bahati haikuwa ya kwao. Ni wengine imebidi wameangukia kwenye viti maalumu, lakini kwenye majimbo tulikuwa ni watu 4 nakumbuka, wanawake ambao kwa kwanza aligombea katika viti maalumu, lakini baadaye mwaka huu akasema nao nataka kuingia katika majimbo, lakini badala yake 2 walianguka, lakini 2 tumefanikiwa. Kwa jimbo la Chake Chake tulipata mwanamke Bi Fatuma Magimbi toka miaka iliyopita, baadaye hapo kwa wanaume na wengine vijana waliokaa. Badala yake hatukuwa na maendeleo, na maendeleo yao ni kukimbia na kwenda kwa sababu kujulikana.